Pole sana kwa kunyeshewa mvua. Asante. Nimekuwa nikiingia na kuchungulia na kutoka, naingia natoka, kutokana na mambo mengine, na sasa kabla ya masaa ya usiku hayajaingia, nadhani nitoe kauli yangu kuhusiana na tarehe 7 mwezi wa 7. Katika hali ya kawaida najua kwamba polisi watasema kwamba hatukutimiza wajibu wa kile kinachotakiwa na sheria, kwa maana ya kwamba kupeleka labda notification. Mimi sijui kama waandaliaji au waandalizi wamepeleka notification au hapana, kwa sababu hatuhitaji kuomba kibali, ni taarifa. Sasa lakini mimi ningependa niweke wazi ifuatavyo. Jeshi la polisi litambue kwamba hatuko kwenye mazingira ya kawaida. Nilifikiri kwamba polisi wetu ni watu wastaarabu, watu wenye busara, watu wenye utu, watu wanaojua sheria, watu wanaojua taratibu, na ni watu ambao watatumia elimu yao kutuvusha hapa tulipo. Kuwe na barua ya mialiko ya taarifa ya ile notification au isiwepo. Na kama polisi wananisikia hapa, nadhani heshima yao, sifa yao, jina la jeshi la polisi litaheshimika kwa jinsi askari wetu watakavyo behave katika tukio la maandamano ya kesho. Mimi nitegemea kwamba kama vijana watatokea kesho, kama vijana wa Tanzania watatokea kama walivyoonyesha kwamba kuna maandamano makubwa kesho, moja ambalo sitalitegemea ni kuona polisi kama ambavyo katika siku hizi 2-3 wamejionyesha. Sitategemea wanatoka na bunduki, magari yale ya makubwa yale yenye yasiyo hata na madirisha, yanayobeba sijui ni mabomu, sijui yanabeba nini ndani yake. Sitategemea, kwa sababu nategemea kama Mwalimu Nyerere alivyoliasa bunge letu tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 1990, nategemea jeshi letu litatumia busara ile ya Mwalimu Nyerere hata kama leo hayuko. Kwa wale wasiokumbuka au kwa wale ambao hawajasoma kauli ya Mwalimu Nyerere, ipo kwenye kijitabu kidogo alichokiandika wakati anaenda kuhutubia mkutano mkuu wa CCM, ambapo pia yeye ndiye alikuwa na aga CCM wakati anamaliza muda wake wa kuwa mwenyekiti wa CCM. Kwa kifupi Mwalimu anasema, sitaenda kusoma. Kwa kifupi Mwalimu anasema jeshi letu sio maamuma, maana yake wajinga, watu ambao hawajaelimika. Maamuma ndio maana yake watu ambao hawajasoma, watu ambao hawana akili, hawana busara. Ndio tafsiri pana kwenye kamusi ya maana ya maamuma. Na mimi naamini kama alivyoamini Mwalimu kwamba jeshi letu lina watu ambao wameelimika, watu wastaarabu, wanawapenda wa Tanzania kama ilivyokuwa makusudi ya kuanzishwa kwao. Na hayo yanajionyesha kwa matendo, hayatajionyesha tu kwa
kuyasoma kwenye maandishi alafu tuseme jeshi letu sio maamuma kwa sababu imeandikwa. Tunataka kuona kwa matendo, je, ni kweli jeshi letu ni la maamuma au jeshi letu ni la watu waliostaarabika na la watu wanaojua majukumu yao. Nitaongea kidogo kwa dakika zisizozidi labda 5 au 7, naomba nisamehe kama nitazidisha. Mwalimu anasema jeshi letu kwa sababu sio la maamuma, tutakapokuwa kwenye mfumo wa chama kimoja, jeshi letu litalinda mfumo wa chama kimoja. Lakini tutakapokuwa tumeingia kwenye mfumo wa vyama vingi, jeshi letu litaheshimu mfumo wa vyama vingi na litalinda Watanzania katika mfumo wa vyama vingi. Sasa kwa muda mrefu toka 92 tumeingia kwenye mfumo wa vyama vingi kwa muda mrefu. Najua kwa bahati mbaya na bahati nzuri, naijua kabisa sheria inayoongoza jeshi la wananchi. Ukiacha Saidi Mwema aliyekuwa IGP, natambua kabisa kwamba jeshi letu hata proceedings zao, hata kanuni zao zinazowaongoza hazijawa zikirekebishwa kufuatana na wakati. Natambua hilo, najua. Lakini kwa sababu natambua kwamba jeshi letu sio la maamuma, ndio maana tumetumia hela nyingi sana, kodi ya Watanzania, kuwapeleka shule. Viongozi wa jeshi letu wamepelekwa shule, na jeshi la polisi, jeshi la wananchi, wote wamepelekwa shule na wako wengi leo wana degree. Kwa hiyo mimi nakubali kabisa kwa kauli ya mwalimu kwamba sio maamuma, kwa sababu ni watu wasomi na wanajua mahitaji ya nyakati, na ni watu ambao wanaweza kusoma wananchi wanahitaji nini kwa kadiri ya wakati. Hata wao leo hii wanaogopa kuiongelea. Hapo ndiko ninakopata mashaka kama kweli jeshi letu limeelimika, kama kweli jeshi letu linaongozwa na vijana wasomi, kwa sababu jeshi letu linajifanya halijui yale yaliyotokea tarehe 29 Oktoba. Na kuna msemo wa Kiswahili mimi siukumbuke vizuri, kifo huwezi kukificha hata siku moja. Kifo sio moja ya mambo ambayo yanaweza kufichwa. Lakini kwa sababu moja au nyingine, sielewi ni kwa nini, jeshi letu linataka kujifanya halioni kwamba kulikuwa na vifo tarehe 29 Oktoba 25. Hilo la kwanza. La pili, nimeshtushwa sana na lazima niseme, mimi sina tabia ya kuficha mambo. Nimeshtushwa sana kuona jeshi letu nililokuwa nalipenda sana, jeshi la polisi na hata jeshi la wananchi, na hasa jeshi la wananchi ambalo limetupatia sifa kubwa sana katika uwanja wa dunia. Lakini sasa ni kati ya majeshi yanayoniangusha, na mara kadhaa nimekuwa nikiwasiliana na mkuu wao Mkunda. Sijui kama nakosea hilo jina, inaweza ukilikosea hilo jina unaweza kusema matusi. Kama nimekosea mtanisaidia. Nimewasiliana mara nyingi sana kumweleza hisia za wananchi. Mimi kama mwananchi nimempa hisia yangu na nimemweleza Watanzania wana hisia gani juu ya jeshi letu na juu ya majeshi yetu ya polisi na yale majeshi yote yanayofanana na jeshi la polisi. Sasa kinachonishangaza mimi ni hii hali, badala ya jeshi letu kusimama katikati
lenyewe ndio linaonyesha mabavu yao ya kuonyesha magari ya jiraha, magari ya silaha pamoja na mibunduki mikubwa kubwa. Hiyo imenistusha sana, lazima niiseme. Ni lazima niiseme, na kwamba jeshi letu la polisi au kwa kutokuwa makini au kwa kutokuwa na viongozi makini, nadhani linataka kupotea katika historia. Sisi tunaolifahamu jeshi letu tulikuwa tunalipenda, lakini kwa kutokuwa na msaada wa kusaidiwa na viongozi wao au kwa kulazimishwa na viongozi wakuu wa dola, nadhani jeshi letu linataka kupotea katika historia moja kwa moja, kwa sababu jeshi la polisi kuna wataalamu wa sheria ndani mwao, kuna wataalamu wa katiba ndani yao. Haya yanayotaka kufanyika yanapaswa kufanyika kwa taratibu za kisheria na kikatiba. Inawezekana wananchi wakufuata katiba na sheria pia, lakini wananchi ni wananchi. Wananchi ni wananchi. Huwezi kuambia wananchi kwamba kwa nini hawafuate katiba na sheria. Mliwasomesha? Mliwapeleka shule popote? Lakini vile vile wananchi wa Tanzania walisikilizwa. Jeshi la Tanzania, ni kuwaulize, hata nye lini mmetoka hadharani baada ya Jaji Chande kwamba kuna watu 528 waliuliwa? Lini mlitoka hadharani? Na hata jeshi la polisi ambalo kitengo cha upelelezi kwa mikononi mwao, mlihitaji kusubiri kwamba watu 518 waliuliwa na nani? Kazi ya upelelezi si ni kazi ya polisi? Mlihitaji kusubiri kamati? Mlihitaji kusubiri tume? Je, kuna uwajibikaji kama mlisubiri tume? Sasa wananchi wanasema hiyo tume hatuitambui kwa sababu inaundwa na mtu ambaye ni mtuhumiwa, ambao na mimi nakubaliana. Mtuhumiwa hajawahi kutokea duniani kwamba mtuhumiwa akaunda tume yake mwenyewe kama ilivyotokea kwa tume ya Chande. Hata jeshi la polisi, kama mlikuwa shauri, kama mlimshauri rais, nyie ndio mliomtumbukiza rais kumshauri aunde tume ya Jaji Chande. Someni sheria na someni, angalieni taratibu za dunia nzima. Hilo la kwanza. Kwa sikutegemea kama jeshi la polisi litafanya paredi ya vifaa vyao ambao ni kodi zetu sisi wa Tanzania. Vifaa walivyo navyo ni kodi za Watanzania, wanaviparade kuwatishia Watanzania. Jeshi ambalo limepewa heshima kubwa na baba wa taifa amewaambia kabisa jeshi letu sio maamuma. Leo kitu gani kitatuambia kwamba kauli hiyo ya rais ilikuwa wrong? Jeshi letu ni maamuma. Asababu hawezi kutafsiri matukio kisomi. Mimi ningekuwa kiongozi wa jeshi, ningejua napoona nchi watu wanalalamika, kitu cha kwanza ningeshughulika yale mambo ambayo ni mepesi. Jeshi letu lilipotoka likatoa pole na kwamba, alafu baada ya wananchi kutafuta chana ndio unaambiwa kwamba wako kituo cha polisi. Ni wapi inafanyika hivyo? Wenzenu wanakamata baada ya kukamilisha upelelezi, na hata sheria zetu Tanzania inasema mtu asikamatwe kabla ya upelelezi kukamilika, tena ndani ya katiba. Sasa kama wao wenyewe wameamua kuingia kwenye historia nyingine, hatuwezi kuwazuia. Ni watu wazima, ndani yao kuna watu wenye degree, kuna watu wenye PhD, kuna washauri wakubwa wa serikali. Kama wao ndio wameamua, sisi hatuwezi kuwazuia. Lakini katika historia
watakuwa wameingia kwenye black books za dunia nzima, wala sio za Tanzania. Watakuwa wameingia kwenye black books za dunia nzima kwamba jeshi la polisi la Tanzania limeenda kuua tena kwa mara ya pili watu wao. Hebu niwaulize Watanzania, mara ngapi tumepiga kelele kwamba watu 518 anawasema Chande? Hivi kati yao wangapi wamekabidhiwa miili yao kwa ndugu zao? Na wangapi wamezikwa kwa heshima inayostahili binadamu? Leo Watanzania wanapolalamikia hilo, na wewe unachukua vifaa vizito, unataka kuwatishia hao Watanzania, unataka kuwaambia nini hao Watanzania? Jeshi linataka kutuambia nini? Kwamba wenyewe ni kazi yao na tunawalipa miaka yao yote mishahara kutoka kwenye kodi zetu, kutoka kwenye mapato ya taifa hili, tunawalipa ili walinde viongozi. Jeshi hili linajulikana na kwa heshima ya Mwalimu lilianzishwa kama jeshi la wananchi wa Tanzania, halikuanzishwa kama jeshi la viongozi wa Tanzania. Bahati nzuri namkumbuka Mwalimu, nimekutana na Mwalimu mara nyingi, tumeongea na Mwalimu mara nyingi, tumefanya vikao na Mwalimu. Kwa hiyo mtu hawezi kuniambia hiyo kauli, na isema kwa jeuri, hiyo sio kauli ya Mwalimu. Ndio maana anawaita jeshi letu sio maamuma. Nazidi kuuliza jeshi letu, hivi ni kweli jeshi letu halijui kwamba kuna watu, tena mimi nasema sio 518 wale wa Chande? Tuna taarifa nyingi za dunia nzima za vyombo mbalimbali, pamoja na kwamba jeshi letu leo nadhani mwezi wa 8 halijatoa taarifa yoyote kuhusiana na mauaji, lakini sisi tunajua kutoka sources nyingine. Na kwa nini kwanza tujue kutoka sources nyingine badala ya kujua kutoka kwa polisi wetu? Kwa nini? Hilo peke yake ni jambo linaloonyesha polisi wetu hawako makini, polisi wetu hawako kwa ajili yetu, polisi wetu wamesahau majukumu yao. Kazi yao ni kusikiliza kile ambacho wanafanya viongozi. Ndio katiba na sheria zinasema jeshi litaongozwa na viongozi pale mambo yanapokuwa sawa. Na unataka kutuambia kwamba mambo yalikuwa yanaenda sawa siku ile ya tarehe 25 Oktoba? Mara ngapi watu wamelalamika kwamba kura zinaibiwa na polisi ndio wanasimamia? Na mfano huko ni wazi kabisa. Askari magereza walienda kufanya nini Manyoni? Wakaenda kuua binadamu kwenye tukio la kura. Magereza na kura ni lini? Jeshi letu watatuelezaje hayo? Sasa leo Watanzania wakikasirika, wanataka kuonyesha feeling zao kwa maandamano, mnawapelekea silaha nzito. Sisi raia hatuwezi kuwazuia. Mkitaka fanyeni mtakachofanya, mkitaka mtaua tena kama mlivyofanya tarehe 25 Oktoba, lakini labda historia ndio itatengenezwa vizuri, labda ndio ukombozi utapatikana. Jeshi letu litaitwaje jeshi la wananchi wakati halisimami na wananchi? Yenyewe inakuwa ya kwanza kutoa vitisho. Jeshi linalotoa vitisho litapataje support ya wananchi? Kwa mfano mimi nimewasiliana mara nyingi sana na Mkunda, na maeleza hiki na hiki na hiki hakiko sawa, rekebisheni. Hiki na hiki na hiki hakiko sawa, rekebisheni. Mara ngapi tumeshauri vyombo vyetu, lakini wakiweka pamba masikioni unafanyaje? Kama wakubwa wameweka pamba masikioni unafanya nini? Jeshi letu wanaweza kutuambia kwamba Watanzania wanaolalamikia wengi hawajapata miili ya vijana wao. Ni uongo.
Kama wataandamana, kuna njia gani nyingine? Ni lini jeshi letu limesikia swala la vijana wetu waliouliwa limezungumziwa ndani ya bunge? Ni wapi mahali pengine tunazungumza kama sio mitaani kwenye maandamano? Ni wapi mahali pengine wananchi wana forum ya kuzungumza? Na jeshi letu lina watu ambao wamesomeshwa intelijensia, walitegemewa au ndivyo mimi nilivyoona, walikuwa ndio washauri wakubwa wa serikali. Jambo linapotaka kufikia hatua, polisi wetu na majeshi yetu yalikuwa mstari wa mbele kwenda kushauri viongozi wetu. Nina ushahidi wa hilo, na mara nyingi nimeongea na lakini jeshi letu ni kama limekuwa jeshi kwa ajili ya viongozi badala ya jeshi kwa ajili ya Watanzania. Futeni basi jina jeshi la polisi wa Tanzania, jeshi la viongozi wa Tanzania. Hatutalalamikia tena. Mkishabadilisha jina lenu mkajiita nyewe ni jeshi la viongozi, hatutawalalamikia hata sekunde moja. Lakini kwa vile bado mnaishi kwenye instrument zile zile, sheria zile zile zilizokuwepo tangu wakati wa Mwalimu, tutalalamika wala tutaogopa. Tutawaambia mmepotoka, wala hatutaogopa. Tutawaambia mnachukua hatua kuwalinda watu ambao tumepiga kelele mara ngapi kwamba Baba Slaa, unapotea potea babangu. Kama unaongea hatusikii. Kwani kwamba leo eti mama rais pamoja na mtoto wake ndio umeona kujenga kule na shamba lile wanalitumia wao, ndio lengo la serikali? Duniani kote viongozi wote duniani wanaweza kufanya kitendo cha namna hiyo hadharani. Mmeona wapi nyie polisi? Mmeona wapi polisi? Yaani sasa imefika mambo ni hadharani, mambo ni waziwazi, hayajifichi tena. Hata ile zamani mambo yalikuwa yanafanyika chini ya changamoto ya network, lakini kwa upo